Huu ni mkoa wa Singida, mkoa ambao umebarikiwa kuwa na viongozi wapambanaji kweli kweli, na tunafahamu maadhimisho ama sherehe za Mei Mosi mwaka 2025 zinafanyika hapa mkoani Singida, na mkoa wa Singida una viongozi ambao tayari wameshawahi kuongoza mikoa mikubwa sana, na leo tunaiangalia Singida kuweza kufahamu wamejiandaje na maandalizi ya sherehe ya siku ya wafanyakazi Mei Mosi, ambayo kimsingi anafanyika hapa, na mgeni rasmi ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan, na hapa nimekutana na mwenye mkoa wake. Watu wengi naamini leo watafurahi kumuona pia akizungumza na Digital ya AFM Radio, Mama Fatuma Mganga. Mimi ni mama yangu, kimsingi nataka kufahamu kwanza tuambie hali ikoje ya Singida, lakini wamejiandaje ikiwa mwenyekiti wa chama taifa, Chama cha Mapinduzi CCM, lakini pia ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ni mama pia, mwanamke ambaye anatuongoza. Wao wamejiandaje na maandalizi ya kumpokea, lakini mkoa wa Singida kunani? Karibu mama. Asante sana. Mimi namshukuru Mungu sana kwa jinsi ambavyo mkoa wetu wa Singida umepata fursa, umepata heshima, umepata bahati ya kupewa hii dhamana ya kuwa mwenyeji wa maadhimisho ya Mei Mosi kwa mwaka 2025. Mimi ni katibu tawala wa mkoa huu ambaye ninao wajibu wa kuhakikisha ya kwamba maadhimisho haya yanaandaliwa vizuri na yanakwenda vizuri. Ni watoe wasiwasi wananchi. Maadhimisho haya yamekuja mahali pake. Mkoa wa Singida tumejipanga vilivyo. Kila lililokuwa linatakiwa kuandaliwa limeshaandaliwa, liko tayari. Kilichobakia ni wananchi kuingia uwanjani, uwanja wetu wa Bombadia, na waweze kusherekea siku ya wafanyakazi duniani. Sisi wana Singida tunajisikia kuheshimiwa sana, tunajisikia kuthaminiwa sana, kwa sababu maadhimisho haya yalikuwa yaende Mbeya mwanzoni, lakini ghafla bin vumi imebakia tu mwezi mmoja tukaambiwa mnaletewa maadhimisho. Na sisi kama mnavyotufahamu tukaona ni jambo jema, tumeheshimiwa, tupokee heshima hii na tuanze kujiandaa. Katika masuala ya maandalizi tumejiandaa katika kila kona. Sisi tulianza maadhimisho tokea tarehe 1 mwezi wa 4 kwa kuandaa masuala ya michezo ya wafanyakazi. Kwa hiyo wafanyakazi wa nchi nzima wamekuwepo mahali hapa wakiendelea na michezo yao kuanzia tarehe 14 mwezi wa 4 hadi sasa wanaendelea, ambapo washindi watapewa zawadi na mgeni rasmi ambaye ni Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini kana kwamba hiyo haitoshi, sisi kesho ni kilele, lakini tumefanya mambo mengi. Tumefanya utalii wa ndani. Kama unavyofahamu, sisi hapa Singida kuna mashujaa walioshiriki katika kuwaondosha wakoloni. Tunaye mama yetu anayeitwa Liti, tulikwenda kwenye kaburi lake na tukaonyesha dunia kwamba hata Singida inaye shujaa ambaye alipigana na Wajerumani, ambaye ni mwanamama kama sisi. Kwa hiyo akina mama kuweza hatujaanza leo, tumeanza muda mrefu. Kwa hiyo baada ya utalii wa ndani tumefanya bonanza, tumefanya kongamano la Mei Mosi, na jana tulimalizia kwa kubwa yake tulifanya kuku festival. Na ile kuku festival, kama tunavyofahamu, Singida sifa yetu kubwa ni kuwa na kuku bora, kuku wakubwa ambao wanaweza wakakuchanganya ukajua ni mbuzi, lakini ni kuku wa Singida. Mimi nimalizie tu kwa kusema hivi, wananchi karibuni muone maadhimisho ya Mei Mosi ya tofauti ambayo hayajawahi kutokea kwingine kokote. Hapa tulipo ni uwanja unaoitwa Bombadia. Tunawakaribisha wananchi wote Bombadia, tuje tumpokee mpendwa wetu, rais wetu, mama yetu, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Atafarijika sana kuona wananchi wake wanampokea kwa shangwe na vigelegele. Halmashauri zote, wananchi wa kutoka pembe zote za Singida watakuwa mahali hapa, lakini viongozi wote wa kitaifa watakuwa mahali hapa. Shime wana Singida, tujitokeze kwa wingi, tumpokee mgeni wetu, lakini tupokee na wageni wengine ili tuweze kudhihirisha kwa vitendo
ukarimu wa mkoa wa Singida. Katibu tawala, pengine anayetutazama kupitia Digital angependa kufahamu kuna fursa gani katika mkoa wa Singida? Kuna miradi gani ya kimaendeleo ambayo imetekelezeka? Tunafahamu kwamba tunaelekea katika uchaguzi mwaka 2025. Miradi ya kimkakati ambayo imetekelezeka katika mkoa wa Singida, na fursa gani ambazo Mtanzania ambaye anakuangalia kwenye Digital anaweza kufahamu zinapatikana hapa Singida? Asante sana. Kwanza, kijiografia Singida iko katikati ya nchi hii. Kwa hiyo ukija kuwekeza Singida hutojutia, kwa sababu ukitaka kwenda eneo lolote la nchi hii, Singida ni kitovu, ni katikati kijiografia. Lakini Singida tuna ardhi ya kutosha. Wanaohitaji kuwekeza kwenye masuala ya kilimo tunawakaribisha sana. Singida inakubali sana kwenye masuala ya alizeti. Sisi ni wazalishaji wakubwa, yaani naweza kusema ni wazalishaji wa kwanza wa alizeti. Tunafahamu uhitaji wa mafuta katika nchi yetu ni mwingi. Kwa hiyo ni wakaribisha wawekezaji. Ardhi ipo ya kutosha, njooni tuanzishe mashamba makubwa. Tunavyo viwanda vya kutosha, lakini kama mwekezaji anataka kuja kuweka kiwanda, tunamkaribisha sana aje aweke kiwanda. Lakini vile vile Singida tunalima sana korosho. Tumeanza kuproduce korosho. Korosho sio kule kusini tu, na hata hapa tunaweza kulima na ardhi yetu inakubali sana. Kwa hiyo kwenye swala la kilimo, nyanja zote za masuala ya kilimo, ardhi ya Singida ni ardhi mwafaka kwa ajili ya masuala ya kilimo. Lakini Singida sisi ni matajiri wa madini. Tuna madini kila kona na utafiti unaendelea kufanya. Sisi hapa tuna Shanta Gold ambayo wanatoa madini ya dhahabu ambayo hayajawahi kutokea huko. Kwa hiyo sisi tuwakaribishe wale ambao wanawiwa kuwekeza katika swala zima la madini, waje mahali hapa. Madini yapo kwenye kila ardhi ya Singida, kuna madini. Lakini vile vile tuna miradi mikubwa ya umwagiliaji. Serikali imewekeza takriban bilioni 34. Tuna mradi wetu mkubwa kabisa ambao unaendelea kwa sasa kule katika wilaya ya Mkalama, na mradi ule ukikamilika utaleta tija kubwa katika masuala mazima ya kilimo. Lakini sio hivyo tu, sisi Singida pia tumepitiwa na SGR katika baadhi ya wilaya zetu. Imepita Itigi, imepita Manyoni. Kwa hiyo hata mwekezaji akija, masuala mazima ya usafirishaji, masuala mazima ya kuleta malighafi kwa ajili aidha ya viwanda na vitu kama hivyo, itakuwa sio tatizo, kwa sababu usafiri upo wa uhakika. Sisi tuna madini ya gypsum. Wanaotaka kuja kuwekeza katika swala zima la utengenezaji wa gypsum na vitu kama hivyo, kutengeneza chokaa kama raw material ya ujenzi, sisi Singida zimejaa tele. Kule Itigi ndio nyumbani kwake. Kwa hiyo swala zima tu ni kwamba siwezi ndio sana, lakini cha msingi julikane ya kwamba Singida ni mkoa tajiri ambao ni kitovu cha uwekezaji. Ukihitaji kuwekeza, wewe unakuja tu pale ofisi ya mkuu wa mkoa. Lakini pia katika tovuti yetu tumeweka kule profile ya uwekezaji wetu na fursa mbalimbali zinazopatikana, ili uje uwekeze Singida, na hakika yeyote atakayefanya maamuzi hayo hatajutia. Kwa uwekezaji wa serikali, kwa huduma za jamii, nikisema nianze kueleza hapa tutakesha. Lakini sisi mkoa wa Singida, kama ilivyo mikoa mingine, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewekeza kwa kiasi kikubwa. Sekta ya elimu amewekeza mabilioni ya pesa. Sekta ya afya, ninavyoongea sasa hivi, kila halmashauri ina hospitali ya wilaya, ina kituo cha afya karibu kila kata, ina zahanati karibu kila kijiji. Masuala ya maji tumefikia zaidi ya 70% na tunakwenda kufikia zaidi ya 85% mwisho wa mwaka huu, kwa uwekezaji Mheshimiwa Rais amewekeza. Kwenye masuala ya umeme, vijiji vyote 441 vimeshapata umeme. Sasa hivi tunakwenda kwenye miradi ya ujazilizi kwenye vitongoji, na tayari kazi hiyo imeanza. Wakandarasi wako kwenye site na wanaendelea na kazi hiyo. Kwa hiyo tunapoongelea masuala ya huduma za jamii, zile huduma ambazo jamii inazihitaji, ni swala tu la wananchi kuchangamkia fursa. Masuala ya mikopo ya 10%
tumewawezesha wananchi na mikopo inaendelea kutolewa, na hasa ukizingatia ile sheria imeboreshwa na mlemavu mmoja tu anaweza akapewa mkopo wake, na hata wale wanawake na vijana wamerahisishiwa ili kuweza kupata mkopo kwa urahisi. Kwa kweli, yani hapa niseme tu kwamba serikali imefanya wajibu wake. Ni jukumu sasa la wananchi kuchangamkia fursa ili tuweze kuleta maendeleo ya nchi. Sawa. Tunaelekea kwenye uchaguzi mwaka 2025. Unaiona wapi sasa nafasi ya mwanamke katika kushiriki kuwania nafasi mbalimbali? Tunaelekea kwenye uchaguzi wa bunge, madiwani pamoja na ubunge na udiwani, kwa sababu tayari rais ameshapatikana kwa Chama cha Mapinduzi CCM. Unaiona wapi nafasi ya huyu mwanamke ambaye anaweza kuwania nafasi ya uongozi? Nafasi ya huyu mwanamke mimi ninamuona akiendelea kuketi katika kiti chake cha urais. Kwa kweli, kama ni kiongozi ambaye hapaswi hata kupata pressure, anapaswa kutulia na kulala usingizi, ni Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameshawekeza mengi. Unajua kuna wakati mwingine unakuwa hujafanya, alafu sasa inabidi upige Kiswahili ili mradi tu watu wakupe kura. Lakini wakati huu ni tofauti kabisa. Mheshimiwa Rais tayari ameshafanya wajibu wake. Ni jukumu la sisi wananchi kuweza kumlipa kile anachostahili. Niseme tu sisi Singida kituko kifua mbele, tuna uhakika wa 100% kura zote anakwenda kupata Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu. Nafasi ya wanawake kama wanawake sasa na wao kuwania nafasi ya uongozi unaiona wapi? Ukiacha rais, tunaona wanawake wengi hawana uthubutu wa kuwania nafasi za uongozi. Tunaelekea kuna uchaguzi 2025. Hiyo ni zamani. Kwa sasa hivi kwanza wanawake wamewezeshwa sana. Kupitia serikali hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan amewezesha wanawake wenzake.